Rashadi Day pamoja na Maulidi ya Matawi ni vikao ambavyo kwamba tunatarajia tuweze kupata tija ya maendeleo yetu ya taasisi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo ndo tumeweka siku ya Rashadi Day kama siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa taasisi ile na kuadhimisha Qur'ani, na Maulidi ya Matawi ni kitendo ama ni tukio ambalo kwamba linatufanya tukusanyike mahali pamoja, lakini utaona baadaye tija gani tutakuwa tumeipata sisi kama wana Rashadi kwa faida ya Rashadi na kwa faida ya dini kwa ujumla. Ayo TV, ulimwengu kiganjani. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni siku nyingine tena hapa mjini Boma Kichaka Miba katika Maulidi ya Matawi ya taasisi ya Rashadi Islamic Group iliyoko mjini Tanga, Tanzania, ikiongozwa na mudiri wa Rashadi. Hapa tuko Boma Kichaka Miba. Sasa hivi wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekuwa tayari katika kuanza kwenda kwenye maandamano ya Zafa. Hapa ndipo nitakapoanzia Zafa, ndio mwanzo wa Zafa hapa. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji wa Ayo TV, unaangalia umma Mwenyezi Mungu huu unamiminika kwenda kuanza Zafa kwa ajili ya kumtashkhisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika pitapita zangu hapa nimemwona naibu mudiri wa madrasati ya Rashadi Islamia, naye si mwingine. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Vipi hali yako? Salama, tukwemo. Wallahi nimefurahi kwanza ninakuona babangu. Naam, alhamdulillah. Kwa sababu tunashukuru Mungu kwa sababu tumekuja katika jambo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao haya ndio Maulidi ya Matawi kila mwaka tunafanya, kila mwaka watu wanachagua, lakini mwaka huu alhamdulillah wameuchagua watu wa Boma. Kwa hiyo tumejumuika katika kiwanja cha Boma hapa kwa ajili ya kusherehekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu ni wengi sana. Nini faida yake ya jambo hili? Faida hii ni kuonyesha kwamba tuna utaratibu wa kila mwaka matawi ya Rashadi kukutana sehemu moja. Kwa hiyo mwaka huu tumekhtari kwamba wakutani Maboma, ndio kuonyesha kwamba Rashadi ina watu wengi na matawi mengi. Na ukiona umma huu ni kuonyesha kwamba Rashadi kila kukicha ya kwenda mbele. Na hiyo ni ishara kwa sababu tumeachiwa na muasisi wetu ambao ni mcha Mungu. Sasa kwa sababu ile ucha Mungu ndio jambo lake linazidi kwenda mbele. Wallahi nimefurahi sana naibu mudiri. Huyu ni naibu mudiri wa madrasa zote za Rashadi Tanzania nzima na East Africa nzima. Nikushukuru sana. Kwa Ayo TV wallahi ni raha sana. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu naweza nikasema ni afisa habari huyu wa Rashadi Islamic Group. Sheikh, vipi hali yako? Bi khair walillahi alhamdu. Naona leo ni watu, leo kumefurika hapa Boma. Nini siri yake? Siri ya Boma leo ni kujipongeza wana Rashadi kwa sababu taasisi kuu ya Rashadi Islamic Group shughuli zake kuu kwa mwaka mzima zipo mbili. Shughuli ya Rashadi Day na shughuli inayoitwa Maulidi ya Matawi. Maulidi ya Matawi ni tukio ambalo kwamba ni jambo linalohamahama kutokana na mapenzi ya matawi yetu. Kila mmoja anataka kwamba mwaka huu nataka yawe kwangu, mwaka huu yawe kwangu. Kwa hiyo katika kura ya kipindi kilichopita mwaka jana katika vikao vyetu, basi waliomba ndugu zetu wa Boma. Kwa hiyo leo tumekuja Boma, ni shughuli inayoitwa sherehe ya Maulidi ya Matawi. Kwa hiyo matawi yetu yote ya taasisi ya Rashadi lazima afike katika shughuli hii. Hivi mnatokea vipi katika matawi kama ulivyosema ni hadhara mbili tu katika mwaka mzima kubwa hapa mjini Tanga, kwamba katika hadhara katika taasisi ya Rashadi. Hivi kwa nini mnafanyaje mpaka mnaiteua hii kwamba leo mwaka huu Maulidi ya Matawi atakuwa sehemu fulani? Hii ni moja katika hamasa na tumeweka kwamba katika vituo vyetu vikuu Rashadi Day pamoja na Maulidi ya Matawi ni vikao ambavyo kwamba tunatarajia tuweze kupata tija ya maendeleo yetu ya taasisi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo ndo tumeweka siku ya Rashadi Day kama siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa taasisi ile na kuadhimisha Qur'ani, na Maulidi ya Matawi ni kitendo ama ni tukio ambalo kwamba linatufanya tukusanyike mahali pamoja, lakini utaona baadaye tija gani tutakuwa tumeipata sisi kama wana Rashadi kwa faida ya Rashadi na kwa faida ya dini kwa ujumla. Basi nikushukuru. Sisi tunaelekea wapenzi wa Ayo wanaokutazama sasa hivi. Naam. Unawaambiaje? Niwape neno moja. Ninachowapa neno, ninawaambia kwamba kwanza tushirikiane katika imani sote kwa kumswalia na kumwadhimisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile ninawaomba kila mmoja ajenge mapenzi ya taasisi ya Rashadi, kwani taasisi ya Rashadi ni taasisi pekee ambayo kwamba haikujibagua na taasisi nyingine. Kila taasisi, kwa wale ambao ni wenyeji wa mji wa Tanga na taasisi nyingine, kila taasisi lazima Rashadi wanaungana nao katika jambo ambalo ni la kidini inshallah.
Amina, nikushukuru sana. Wallahi nimefurahi sana kupiga story na wewe. Asante. Basi tunaelekea, wapenzi watazamaji wa Aiwa TV, bado tunasogea mbele na kila tunavyosogea tunaona watu. Hii ina maana wana mapenzi sana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu ni wengi sana. Hii boma Kichaka Miba leo imekuwa imechangamka, imepata sharafu kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kila nikitazama hapa nimekutana nao hawa ndugu yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Sheikh? Alhamdulillah. Unaendeleaje? Nashukuru alhamdulillah. Naam, kwa nini uko hapa? Niko hapa kwa ajili ya jambo letu la kitaasisi hili la Kirashadi ambalo kwamba tunaliadhimisha kila inapofika mwaka, basi jambo hili linasomwa maulidi haya katika sehemu ambayo kwamba imehitariwa kufanya jambo hilo inshallah. Kwa hiyo tuko katika maulidi ya matawi katika kijiji hichi cha Boma hapa inshallah Kichaka Miba. Kwa nini watu ni wengi sana? Yani siri yake ni nini? Siri yake kwa sababu hili ni jambo katika asrari za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumemfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo jambo hili lazima watu wawe ni wengi, sababu hili ni jambo la kidini, ni maadhimisho ya Qur'ani na watu ni katika silabasi na sera ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unatokea wapi? Mimi natokea Tanga. Tanga ni kubwa sana. Tanga Mikanjuni B. Mikanjuni B. Transformer mashaallah. Inaelekea wewe ni shekhe. Mimi ni mwalimu ustadhi, sijafikia daraja ya ushekhe. Basi nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Katika kupita kwangu katika hili tukio ambalo nimetuleta hapa Boma Kichaka Miba, nimekutana, huyu ni sahiba yangu. Assalamu alaikum shekhe wangu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jina lako samani? Hababi Ibrahim Sakini. Shekhe Hababi Ibrahim Sakini. Naam, vipi hali yako? Alhamdulillah, nashukuru bwana. Bila shaka wewe tumetoka Dar es Salaam. Ndio. Kwa ajili ya kwenda kumsajikhisu. Nini siri yake? Asiri yake ni kwamba hizi hadhara zina asiri kubwa, pia zinafungua mambo katika mambo ya riziki na zinaondosha pia mitihani. Kwa hiyo mimi huwa nimechukua hiyo na naifanyia kazi. Kwa hiyo popote tunaposikia kuna hadhara na wasa Mwenyezi Mungu amkunjulia upo, basi mimi najitia katika kitanzi, naacha majambo, nafuata jambo. Kwanza niwapongeze wa viongozi wa mahadi hii ya grupu la Islamic ya Rashadi kwa kuweza kutengeneza mfumo wa kutengeneza hadhara ya maulidi ya matawi, ambao matawi yao yote yanakuwa yanakutana katika siku hiyo. Unavyoiona hii hadhara ni tofauti na hadhara za miaka yote katika kijiji hichi cha Boma Kichaka Miba. Hii hadhara safari ni hadhara ya matawi ya Rashadi. Kwa hiyo kila sehemu, kila kona ambako kuna tawi lao linahudhuria. Ndio maana unaona mkusanyiko umekuwa ni mkubwa kila pande, mashariki na magharibi na kuendelea. Hapa Boma nasikia kuna mji unaitwa Boma Subutuni. Hebu tueleze siri ya Boma Subutuni. Kwa nini imeitwa Boma Subutuni? Siri sijui, lakini ni katika jumla ya majina ambayo yametolewa na wenyewe wakongwe wazawa, wameita Boma Subutuni, Boma Kichaka Miba, Boma Mkwambani, lakini siri ya hayo majina Sheikh Omar sijaifahamu. Lakini najua tu kwamba ni jina linaitwa Boma Subutuni. Subutuni lakini Kisegeju ni maana ya kwamba jaribuni. Subutuni ni neno la Kisegeju lenye maana ya jaribuni. Kwa hiyo inawezekana ikawa wamewaambia watu wajaribu kufanya lolote na wataona lolote litakalo watokea. Basi tunaendelea sisi. Unawaambiaje wapenzi watazamaji wa Aiwa TV? Nawaambia wapenzi watazamaji wafuatilie channel hii katika YouTube na usahau kufanya jambo la kusubscribe ili kuweza kupata matokeo mbalimbali. Basi nakushukuru, mimi naendelea mbele kwa ajili ya kwenda kutazama Zafa. Asante sana inshallah. Mpenzi mtazamaji wa Aiwa TV, sasa tutafute, baki naona kina mama hapa wako wengi lakini hatujabahatika kupiga nao story. Ningeomba mama, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vipi hali yako? Nzuri kwako. Salama. Wewe unaitwa nani mama? Mimi naitwa Asma. Wapenzi watazamaji wa Aiwa TV wanataka kujua wewe unatoka wapi? Mimi natokea Lushoto. Lushoto mpaka Boma kwa ajili ya kumtashkhisi Mtume Muhammad sallallahu. Nini faida yake? Faida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunashukuru Mungu tumekuja kushangilia maulidi. Ni ndo kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unawaambiaje wapenzi wa Aiwa TV? Wajiunge nasi kwa maulidi haya. Basi nikushukuru. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Asma Yusuf. Na kule Lushoto unatokea wapi? Mimi natokea Gale. Unatokea Gale? Ndio. Tutakuja huko Aiwa TV kuja kuwasalimia huko. Basi insha Allah.
Nikushukuru sana. Asante sana. Huyo ni mamangu anatokea Lushoto, maeneo ya Gale pale. Wakina mama, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipo hapa na naweza nikasema ni wenyeji wetu hawa wa boma hii Kichakamiba. Mamangu, unaitwa nani? Mama. Ni mpenzi wa boma? Ndio, ni mpenzi wa boma. Asante sana. Vipi maulidi umeonaje tangu juzi, jana na leo? Maulidi yanapendeza, yako vizuri. Maulidi yako vizuri. Unawaambiaje watazamaji wetu? Nawaambia tu karibuni boma kwenye maulidi. Wakaribie sana. Sana boma kwenye maulidi. Basi nikushukuru sana mamangu inshallah. Haya, mpenzi mtazamaji wa Aiwa TV. Sasa hebu twende tukaanze lile zafa ambalo tumelitashkhis. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika pitapita zangu hapa tunakaribia kufika maeneo ya kuanza zafa, nikakutana na mamangu mkazi wa hapa kijiji hiki cha Boma Kichakamiba. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema? Kwema. Vipi hali yako? Nzuri. Mbona umekuwa umechoka vipi? Una tatizo na kati jambo kubwa hili? Hatujachoka. Ila furaha tu ikizidi. Furaha imezidi. Unasemaje tangu juzi na jana na leo, umeona kitu gani? Tunamshukuru Mungu, mabadiliko tumeyaona siku zote na mwaka huu ni tofauti kabisa. Kwa nini tofauti? Kwamba tumekusanyikana wote kwenye mji kwa pamoja na jambo letu linafanikishwa kwenda kwa salama. Naam. Unawaambiaje watu wa Aiwa TV au wapenzi watazamaji wa Aiwa TV? Nawaambia watufuatilie ili waangalie kila kitakachoendelea, na kama kuna sehemu tumekosea watusamee. Wewe unaitwa nani hapa na mkazi wa hapa? Ndiyo, naitwa Mwanaarabu Baraza Yusuf, ni mkazi wa Boma Kichakamiba. Sasa unaweza ukatuambia nini maana ya Kichakamiba? Maana yake ni nini? Hiyo Kichakamiba maana yake sijui, kwa sababu toka tumezaliwa sisi tumekuta hilo jina hivyo hivyo. Kwa hiyo siwezi kuifafanulia kwa ufasaha vizuri. Na haujawahi kulifuatilia jina hilo? Hapana, sijawahi. Basi inshallah utakapolifuatilia basi utakuja kutuelimisha siku nyingine. Inshallah. Na kuna mwingine dadangu hapa. Asalamu alaykum. Huyu naona ana furaha kwa ajili ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, nimekutana na wageni au wanafunzi, watatuambia watatoka wapi, wametoka wapi, wamekuja mpaka hapa kwa ajili ya nini. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina unaitwa nani? Shaima Rasul. Shaima Rasul. Umetoka wapi? Nimetoka Tanga mjini, Madrasatul Muhajirin kwa Sheikh Ilyas Budaris wa Rashad. Wapi? Sehemu gani Tanga mjini kubwa? Mikanjuni. Mikanjuni. Hapa Boma wewe mara ngapi kuja? Kwa mimi mara kwanza. Wewe mara kwanza. Umeonaje mandhari ya Boma? Mazuri. Nimepapenda kwa kweli. Umepapenda sana. Na umeona jinsi gani watu waliokuwa wengi, umejifunza nini? Nimejifunza kitu. Nimejifunza kitu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana watu wake ndio kama hivi. Tumetoka mbali, tumefuata maulidi tuje tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi nikushukuru sana. Asante sana, shukrani. Hawa wametoka kule Mikanjuni kwa ajili ya kuja kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunasogea bado, tunakwenda kwa ajili ya kulianza zafa. Wallahi ni shamba. Angalia magari haya yaliyowaleta wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ishara Mtume ana daraja kubwa. Hii ni ishara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni khaira khalqillahi, ni kiongozi wa umma. Wengine wanasubiri kitakachotokea ni kitu gani kwa ajili ya hii siku ya leo. Ni siku ya furaha kabisa. Wakina mama wamekaa wanasubiri zafa. Wallahi mpaka raha, wamependeza. Mwenyezi Mungu afanye wepesi wakina mama hawa. Umeona hawa watoto, usikute hawa ni wanafunzi wa hii madrasa hii. Hamjambo watoto? Mmependeza sana. Huu designer wenu mmemtolea wapi? Mmemtolea Tanga. Designer wenu huyu ni mzuri, amewafanya mmependeza na maruni zenu mashallah.
Nyinyi ni wanafunzi wa wapi? Madrasatun Najahi Boma Kichakamiba hapa. Mnajisikiaje nyinyi? Unasemaje bibi? Mama, salamu alaykum. Alaikum salam. Unaitwa nani wewe? Mashaallah, hawa wamependeza sana. Ayo TV, ulimwengu kiganjani.